uwe karibu nayo. Kila mmoja wetu aweze kushika Biblia, tuweze kwenda pamoja. Neno linasema, somo linasema usiogope. Katika maisha yetu ya kawaida kuna mambo mbalimbali ambayo tunaweza kuogopa, au kitu chochote ambacho tunaweza kutufanya kwamba tuweze kuogopa kwa jambo fulani. Au katika utafutaji unaweza kuogopa kuanzisha biashara fulani kwa sababu mweza kufikiria kwamba nikifanya hivi nitafeli. Kwa hiyo ni maisha yetu, somo hili linatuhusu maisha yetu yanavyopaswa tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Na wimbo 65 umeweza kuhusu juu ya sisi ya kwamba tuendeni askari watu wa nani? Wa Mungu. Yesu yuko mbeleni. Sisi ni maaskari wa nani? Wa Bwana. Kwa hiyo Yesu ndio mwenyewe ndiye anayeatuongoza. Kwa tusiogope kwa jambo lolote kwa sababu tuna Yesu ndani yetu. Ni lazima tuweze kumtegemea yeye kwa sababu yeye ndiye ambaye anayepiga vita. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kufungua tuende pamoja katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 20 fungu la kwanza. Ukipata unaweza kusoma. Tuone pale jinsi wana wa Israeli jinsi walivyokuwa wanatiana moyo katika safari yao ya kwenda nchi ya ahadi. Kumbukumbu la Torati ile sura ile ya 20 fungu la kwanza. Biblia inasema, ndio utakapokwenda vitani kupigana ndio na kuona farasi ndio na magari na watu wengi kuliko wewe, ndio usiwaogope. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa Bwana Mungu wako pamoja nawe, aliyekuweza kutoka nchi ya Misri. Aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli waliweza kutiwa moyo ya kwamba utakapoenda vitani ni lazima, utakapoona maadui zako ni wengi na wana farasi nyingi, usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Usifanyaje? Usiogope. Kwa sababu Mungu unaye ndani yako. Unapomtanguliza Mungu, hakika hata kama uko katika vita, usiogope. Mtegemee yeye aliyekuwezesha. Wana wa Israeli wameweza kutiwa moyo namna jinsi inavyokuwa. Hata kama jeshi la Misri linawaandama, ni jeshi kubwa, hata kama lina farasi wengi wa namna gani, lakini ameweza kutoa ishara kubwa sana kwa ajili ya kuwatoa kule. Kuna mambo mengi ambayo aliweza kuwatendea. Ndio maana anaendelea kuwatia moyo kwamba wasiogope, hata kama wakiona magari, farasi kila aina, wasiogope, wamtegemee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha yetu katika siku hizi majeshi, ina maana majaribu yote ambayo yanayotuzunguka, namna mbalimbali ya shughuli mbalimbali ambazo zinazofanya tuweze kuanguka, hizo ni namna ya maadui zetu ambao wako mbele yetu. Hata kama jamii watu wanakuzunguka ambao wana nguvu, lakini mtegemee nani? Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye ambaye anayewezesha. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuweze kufungua kitabu chetu cha Kutoka 31, Kumbukumbu la Torati sura ya 31. Kumbukumbu la Torati 31 ni ile fungu la 6 hadi la 8. Ndio. Iweni hodari na moyo wa ushujaa. Msiogope wala msiwahofu. Kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe. Hata kupungukia wala kukuacha. Musa akamwita Yoshua akamwambia machoni pa Israeli wote, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana utakwenda pamoja na watu hawa hata nchi Bwana aliyowaapia baba zao ya kwamba atawapa, nawe utawafikisha. Naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Usiogope wala usifadhaike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kabla ya hapo basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa rehema zako na nguvu. Baba, tunapoenda kufungua maandiko matakatifu, uwe nasi katika mchana huu leo. Tusaidie, tuongoze kwa kila mmoja wetu. Tunasema asante, ni katika jina la Yesu. Amen. Basi tunaendelea kuona namna neno la Mungu linavyowasisitiza wana wa Israeli katika safari yao. Katika ile sura ile ya 6 anasema kwamba iweni hodari na moyo wa shujaa, msiogope wala msihofu. Bwana Yesu asifiwe. Msiogope wala msihofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Kwa hiyo wana wa Israeli waliendelea kutiwa moyo, waliendelea kutiwa moyo na kiongozi wao Musa, na Mungu alikuwa anawatia moyo kwa ajili ya safari yao, kwa maana wengine walikuwa na wasiwasi na hofu ya kwamba itakuwaje, lakini waliweza kutiwa moyo kwamba wasihofu kwa jambo lolote. Mungu wao hata wapungukia kwa jambo lolote. Wakimtegemea yeye, hakika watafanyaje? Watashinda. Wakimtegemea yeye, hakika watafika wanakoenda. Nasi katika maisha ya leo ni wasafiri wa kwenda mbinguni. Kuna vikwazo vingi ambavyo vinasababisha tuache imani hii, lakini Mungu wetu anatutia moyo tusiogope, tuendelee. Hata kama kuna vikwazo mbalimbali ndani ya kanisa, ndani ya ndoa au katika kazi zetu za kawaida, ni lazima tumtegemee Mungu anayeshindisha. Fungu la 7 anasema Musa akamwita Yoshua akamwambia, machoni pa Israeli wote uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana utakwenda pamoja na watu wa hata nchi Bwana iliyowaapia baba zao kwamba atawapa nawe utawarithi. Musa anaendelea kumtia moyo Yoshua ya kwamba wanaenda katika nchi ya urithi. Yeye Musa hawezi kufanyaje? Hawezi kuvuka katika mji huo, lakini anamtia moyo kwa ajili ya kuwaelekeza watu kuweza kufika katika nchi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Anamuelekeza Yoshua namna awe shujaa, asikate tamaa katika safari hiyo. Japokuwa kuna watu ambao ni warefu katika nchi hiyo, lakini sasa Musa anamwambia Yoshua asiogope, aende, maana Mungu wetu ni Mungu ambaye anayetushindisha. Sisi kwa sisi tu hatuwezi, bali Mungu wetu ndiye ambaye anayefanya mapambano. Nasi katika maisha yetu tusiogope majaribu mbalimbali ambayo yanayotupata. Ni lazima sasa tumtegemee yeye, kwa sababu tuko katika uwanja wa vita katika dunia hii. Ni lazima sasa yeye ndiye tumtangulie. Yeye ndiye ambaye ataweza kutusaidia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ana mambo mbalimbali ambayo yanamfanya kengeuke mbele za Mungu, lakini sasa Mungu anatutia moyo, anatutia nguvu ya kwamba sisi tuweze kumtegemea yeye aliyeumba mbingu na nchi, anayewezesha. Bwana Yesu asifiwe. Anayewezesha katika safari yetu hii. Tuende pamoja nami katika kitabu cha Yoshua sura ile ya 1 fungu la 6. Karibuni. Ndio fungu letu kuu. Biblia inasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa. Nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Yoshua anatiwa nguvu, anatiwa moyo baada na Musa anaweza kumtia moyo ya kwamba yeye ameachiwa usukani aweze kuwavusha wana wa Israeli waende katika nchi ile ya urithi ambao Mungu wao jinsi alivyokuwa amewaambia kwamba jinsi Mungu wao alivyowaapia kwamba atawafikisha katika nchi ya wapi?
ya ahadi. Kwa hiyo Musa anamtia nguvu, anamtia moyo ya kwamba aendelee na safari ya kwenda katika nchi ya Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nasi katika maisha haya, somo hili linatufundisha nasi katika maisha yetu ni lazima tumtegemee yeye. Hata kama katika kazi ya Bwana wewe unaogopa, mtegemee yeye, huo uoga atafanyaje? Atakutolea. Hata kama ukichaguliwa kuwa kiongozi ndani ya kanisa, usiogope. Mungu atakufanyaje? Atakutia nguvu. Mtegemee yeye, kwa maana kazi hii ni kazi ya nani? Ya Bwana. Mungu atakufanyaje? Atakutia nguvu. Huo uoga ukimtegemea yeye, hata hakika utatoka. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuweze kufungua kitabu cha Isaya ila sura ya 41. Isaya 41. Umefika fungu la 10. Ndio. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linaendelea kutuambia kwamba katika ile fungu lile la 10, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, wala usifadhaike. Mungu wetu katika maisha yetu, tusiogope jambo lolote. Ni lazima tumtegemee yeye katika shida mbalimbali, wala tusifadhaike, kwa maana tunayo bahati ambao Mungu ametupa, rehema ambao ametupa, yeye akajitoa kwa ajili yetu. Kwa hiyo tusiogope wala kufadhaika katika maisha haya ya duniani. Japokuwa tuko katika uwanja wa vita, lakini yeye ndiye tumtegemee. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 31 fungu la 1. Ole wao wateremkao kwenda Misri wapate msaada, na kutegemea farasi, watumainio magari kwa kuwa ni mengi, na wapanda farasi kwa kuwa ni hodari sana, lakini hawamwangalii mtakatifu wa Israeli, wala hawamtafuti Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ole wao wateremkao kwenda Misri wapate msaada. Ina maana katika maisha yetu bado tunasisitizwa, ina maana kwamba sisi ambao tuko katika safari hii ya kwenda Kanaani, ni lazima sasa tumwangalie yeye. Tusiangalie katika upande mwingine wa Misri, maana tuna majaribu mengi, labda kunaweza kuwa na majaribu ya magonjwa. Usiangalie upande wa pili. Usisema kwamba upate msaada katika upande mwingine, bali tumtegemee nani? Yeye aliyetuumba, anayetusaidia. Hata kama una shida namna gani, usiende kwa waganga wa kienyeji, maana hao sio msaada, watakupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika kazi zako, biashara zako, Mungu umtangulize mbele, kwa maana yeye ndiye ambaye anayeshindia. Kwa hiyo maisha yetu sisi kama Wakristo, tusigeukia katika upande wa Misri. Tusiangalie magari na farasi, namna jinsi wanavyopendeza, wanavyokuwa na majeshi makubwa. Tusiwaangalie watu jinsi wanavyokuwa wakifanikiwa kwa ajili ya kwenda kwa waganga wa kienyeji, au kwa ajili ya namna fulani, au kwa kwenda kwa mtu fulani. Hayo tuyumbishe. Mungu wetu tumtegemee yeye, atatusaidia katika maisha yetu. Tusiogope. Hata kuna visa vingi sana kwa kila mmoja wetu, au kwa namna katika maisha yetu jinsi wanavyopitia, hasa wanafunzi ambao wanaosoma shule mbalimbali, ambazo shule hizo zimemilikiwa na watu ambao hamjui Mungu. Wamekuwa ni washuhuda wakubwa sana namna jinsi Mungu anavyowasaidia. Lakini kuna wengine wanaogopa kumtetea Mungu, kusimama imara na kueleza jinsi imani yao inavyopaswa. Wanaangukia katika upande mwingine. Kwa hiyo katika mchana wa leo, ni wasihi tu tuweze kuwa watu ambao ni washujaa,
wala tusiogope kwa jambo lolote. Tusimame imara kwa ajili ya kumtetea kwa ajili ya kutetea imani zetu. Tusiumbishwe na namna ya dunia hii, namna jinsi tunavyofanya, bali tumtegemee Mungu aliye mbinguni. Bwana asifiwe. Na mchana wa leo mbele yetu kuna tukio kubwa ambao kila mmoja wetu tumeweza kulisikia kwa muda mrefu, kwa ajili ya kukaribia mbele za Mungu, kutakaswa na kuweza kufanya upya katika maisha yetu. Tusiogope basi kukaribia kwa Bwana. Ni lazima Mungu tumkaribie, atusaidie, atusafishe, atutakase, kwa maana ndio agizo lake ya kwamba tunapofanya hivi tunakuwa na ukumbusho namna jinsi alivyotuachia. Kwa hiyo tusiogope kukaribia mezani pake. Ni lazima tushiriki ili Mungu atusaidie katika shida zetu mbalimbali. Atuumbe upya kwa ajili ya jambo hili. Kwa hiyo na watia moyo katika mchana huu wa leo, tusikimbie kushiriki meza ya Bwana. Tusiogope, maana tukiogopa kushiriki meza ya Bwana, hakika safari yetu hii tutashindwa. Lakini tunapokaribia mbele za Bwana, ni lazima Mungu atatuumba upya, atatusaidia katika maisha yetu. Mambo mbalimbali, utofauti wetu ambao unaonekana, Mungu wetu tukimkaribia, hakika utofauti huu utafanyaje? Utaisha. Na kutia moyo, kama unajua kwamba kuna mtu fulani ulimkwaza, ni vyema ukaenda kutawazana naye. Bwana Yesu asifiwe. Ili kusamehana na kuweza kuumba upya katika maisha yako. Hata ndoa yako, labda mke wako kidogo mambo hajaenda vizuri, mchana wa leo unaruhusiwa kufanyaje? Utawaambia mashemasi, utaruhusiwa, unamchukua mke wako, unaenda kutawazana. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo inavyokuwa, ili tuweze kufaa kuwa watu ambao tunaoenda katika safari hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, katika mchana huu wa leo, ni waombe tu tujiandae kwa kila mmoja wetu kwa ajili ya tukio hili, wala tusiogope kwa ajili ya kumkaribia Mungu. Ni lazima tumkaribie Mungu atusaidie katika maisha yetu, maana kuna mambo makubwa sana katika dunia hii. Kuna shida mbalimbali, kuna vikwazo, kuna mambo mbalimbali katika kazi zetu, biashara zetu, kilimo chetu, kila namna. Tumkaribie Mungu atusaidie katika mambo hayo, atutie nguvu, maana tunapokaribia kwake, hakika safari ambayo tulio nayo Mungu atatusaidia na tutashinda. Kwa maana hata zamani za kale, kama jinsi tulivyoona, Musa alikuwa anatiwa moyo na Mungu ya kwamba asiogope, aendelee na safari ya kwenda mbinguni. Japokuwa kulikuwa na vikwazo vingi, lakini Musa aliweza kutiwa nguvu na Mungu, aliweza kuwasafirisha watu hao mpaka nchi ambao aliweza kuishia, na alipokuwa ameishia pale, akaweza kumtia moyo Yoshua endelee na safari hiyo. Kwa hiyo nasi katika mchana huu wa leo ni lazima tusogee mbele za Mungu, ili Mungu atutie nguvu wa kuweza kwenda kwenye viwanja vya vita. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wimbo wetu nasema twendeni askari, watu wa nani? Wa Mungu. Kwa maana Mungu wetu yuko mbele, atatushindia. Bwana Yesu asifiwe. Wala tusikate tamaa katika maisha yetu. Vikwazo mbalimbali, hata vikwazo ndani ya kanisa, tusikate tamaa. Ni lazima yeye ndiye tumkabidhi, yeye ndiye anayefanya mabadilisho, ambaye anaweza kumbadilisha mtu, anatoka hali mbaya na anaenda katika hali nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hata lesoni hii ambayo imepita, ambayo tumeweza kujadili siku ya leo, imehusisha sana juu ya upendo na kupeleka na kushiriki habari zake. Kwa hiyo nasi katika namna hiyo, namna ya kuwasamehe na kuweza kupeleka habari njema kwa watu wengine, ni lazima tusogee mbele za Mungu ili tuweze kusaidiwa namna ya kuwasamehe watu wengine. Jambo la msamaha ni jambo gumu mno, lakini sasa Mungu wetu tukimwelekeza, hakika atafanyaje? Atatusaidia katika maisha yetu, na tutakuwa na upendo wa dhati, na tutakuwa watu ambao wakusaidiana katika safari yetu ya kwenda mbinguni, na tutakuwa tunatembeleana, kutiana moyo kwa
kwa ajili ya safari yetu ya kwenda mbinguni, sio kukatishana tamaa, bali tutakuwa watu wa kuinuana pale ambapo unaona mwenzako amekengeuka. Hakika tutapata nguvu tukishiriki katika meza hii. Bwana Yesu asifiwe. Hata utofauti wetu ndani ya makundi ambayo yako ndani ya kanisa, tujue kwamba tuko katika kanisa hili la mwisho. Hayo yote hawezi kufanyaje kuisha. Ni lazima sasa tusogee mbele za Mungu, tumwombe Mungu atusaidie, tuweze kumpa maombi ya dhati, sio maombi ya juu. Ndipo Mungu wetu atatusaidia, atatuongoza, nasi tutashinda katika vita hii. Bwana Yesu asifiwe. Wala tusiogope kwa jambo lolote, maana Mungu wetu ndiye ambaye tuliyemchagua atuweze kutusaidia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi nipenda tu kualika tuweze kusoma fungu la mwisho ambalo katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 32 fungu la 7. Tuangalie pale jinsi anavyoelezea. Mambo ya Nyakati wa Pili 32. Iweni hodari na wa moyo mkuu. Ndio. Usiogope wala usifadhaike. Ndio. Kwa sababu ya mfalme wa Ashuru. Wala kwa majeshi yote walio pamoja naye. Ndio. Kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mfalme Hezekia anawatia moyo watu ya kwamba iweni hodari na moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu mfalme wa Ashuru, kwa sababu ya mfalme wa Ashuru, wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Anawatia moyo, nasi katika siku ya leo tunaendelea kutiwa moyo ya kwamba tusiweze tuwe wa hodari, kwa maana hata kama huyu adui yetu majeshi makubwa, majeshi yenye nguvu, tusiogope, kwa maana majeshi ambayo tunayoyaona haya, majeshi ya Mungu ni wengi kuliko hawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusihofu wala kufadhaika katika maisha yetu, na tuko katika uwanja wa vita. Uwanja wa vita sio lele mama, kama jinsi Musa alivyokuwa amewaambia kwamba mtakapoenda sasa katika vita mfanye hivi na hivi. Lazima mjiandae, hata kama mnapoona maadui wenu ni wengi, lakini jitieni moyo. Muangalie nani? Muangalie Mungu aliyetutoa katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nasi mchana huu wa leo tuweze kubadilika, tuanze maisha mapya kwa ajili ya tukio hili, ili tupewe nguvu ya kuweza kupambana na majaribu mbalimbali katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niweze kuishia hapo, na Mungu atusaidie sana. Tusikimbie meza ya Bwana.